Tanzania imetoa msaada wa chakula kwa jirani yake Msumbiji inayokabiliwa na mafuriko yaliyokumba taifa hilo la kusini mwa Afrika na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na kusababisha vifo pia. Zaidi ya watu milioni 1 waliachwa bila makao huku mamia walikufa maji katika mafuriko yaliyoanza mwanzoni mwa mwaka huu. George Njogopa ana taarifa zaidi. Msaada wa mahindi tani 500 umetolewa katika wakati ambako taifa la Msumbiji likiendelea kujitafakari upya kutokana na uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko ambayo pia yanaripotiwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu 114. Majimbo ya Gaza, Sofala na Maputo ndiyo yaliyoathirika vibaya zaidi na mafuriko hayo, na kwamba msaada wa chakula uliotolewa na Tanzania unatarajiwa pia kuwafikia wakazi wa maeneo hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahmoud Thabiti Kombo amesema kutolewa kwa msaada huo ni ishara ya ujirani mwema unaokumbusha mataifa hayo yanavyoweza kuendelea kubebana katika nyakati zote, ikiwemo nyakati zenye kushuhudia hali ya dhiki. Kuwasilisha kwanza msaada huu, lakini pia kuwasilisha ujumbe wa kwamba Tanzania tuko nao wakati wa dhiki na raha, wakati wa shida na mafuriko, wakati wa maafa ya aina yote, tuko pamoja kusaidiana kama ndugu. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa ilisema takriban kilomita 5,000 za barabara zimeharibiwa katika majimbo 9, ikiwemo barabara kuu inaunganisha mji mkuu Msumbiji Maputo na maeneo mengine ya nchi ambayo kwa sasa hayapitiki, hali inasababisha usumbufu mkubwa katika mnyororo wa usambazaji mahitaji muhimu ikiwemo chakula. Ama katika ripoti yake moja juu ya hali ya mambo nchini humo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lilisema idadi ya watu waliofurushwa makwao kutokana na mafuriko hadi kufikia mwezi Januari walikadiriwa kufikia 500,000. Hali inaongeza hatari katika fursa ya kuwapatia ulinzi na huduma mbalimbali za kijamii. Hii ni mara ya pili kwa Tanzania kutoa misaada kwa taifa hilo, ikifanya hivyo miaka 7 iliyopita wakati Msumbiji ilipokumbwa na mafuriko mengine makubwa zaidi. Waziri Kombo anasema mataifa hayo mawili yamekuwa na historia ya ujirani mwema iliyodumu kwa muda mrefu, historia ambayo mizizi yake inapatikana kutoka kwa waasisi wa mataifa yenyewe. Na hiyo inatokana na historia baina ya nchi zetu mbili na wakombozi wetu, kuanzia Mheshimiwa Eduardo Mondlane kuja kwa Mheshimiwa Samora Machel, lakini kwa upande wetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hii inahuisha zaidi mahusiano kati ya nchi mbili, lakini pia inaonesha dhahiri kwamba mmoja anapopata shida mwingine yupo kwa ajili ya kusaidia. Kutokana na msaada wa chakula, baadhi ya makundi ya Samaria Mwema wamekaribisha hatua hiyo, wanaohitaji kama ishara ya kudumisha diplomasia ya ujirani mwema. Mchambuzi wa masuala ya kimataifa Dennis Konga wa chuo cha diplomasia na uhusiano wa kimataifa anasema ingekuwa sio jambo la busara kwa Tanzania kuitupa mkono jirani yake anayetaabika na hali ngumu mafuriko. Kidiplomasia hii ina maana sana, kwa sababu yanayotokea kwa jirani yako lazima, kama wewe ni jirani mzuri, uweze kusaidia kuweza kuleta hali, yani kupunguza yale madhara, lakini pia kuweza kuwapa matumaini wananchi wa nchi ya kwako. Na hii ipo kwa wazi kabisa kwa maana ya sheria ya kimataifa. Wakati akikabidhi msaada huo, Waziri Kombo pia alikutana na kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Msumbiji Maria Belvinda Levi kujadili namna ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Serikali ya Msumbiji imetoa shukrani kwa msaada huo, ikisema unaonyesha mshikamano na urafiki wa karibu uliopo kati ya mataifa hayo mawili. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.